mpaka zama zetu hizi ya kwamba vitimbi vya Mayahudi na Manasara dhidi ya Uislamu na Waislamu bado vipo. Na hili ni kwa ushuhuda wa tukio lililowahi kutokea hivi punde. Kwa ni mwenye kukosea basi ni mwaka jana, mwanzoni mwa mwaka jana 2025. Tulishuhudia kwa wale ambao walidiriki kuliona hilo tukio, na ni tukio maarufu lililoshamiri na kuenea kupitia mitandao ya kijamii. Tukio ambalo lilikuwa ni utangulizi wa kugawiwa kwa tuzo kwa waandaaji wa filamu katika nchi ya Marekani. Ni tukio ambalo kwa sisi Waislamu hasa vijana wa Sunna na umuhimu wa kulitambua, otherwise kusingekuwa na haja ya kulisimulia katika makamu kama hii. Kabla ya kuandaa au kugawa tuzo kwa waandaaji wa filamu na wacheza filamu, waliandaa utangulizi ambao ulipewa heading ya kwamba global leaders, watawala au viongozi wa ulimwengu, wakikusudia wapige kura kwa wale ambao wao wanawakusudia, ikiwa wao ndio wale ambao wana mamlaka ya kuendesha na kuugawanya ulimwengu vile wanavyotaka. Kaaminizi ambazo waliziweka, wakaweka jina la kwanza God, maana Mungu, wakaweka jina la pili mamas, ambayo ilibeba nafasi juu ya walezi, wakaweka jina la tatu Kirsten Cruz, ambao ni wacheza filamu na waandaaji wa filamu. Ndugu zangu katika imani, neno God Kiswahili chake ni Mungu, na kwa Kiarabu tunasema ilahu. Unaposema God unasema Mungu na unamaanisha ilahu. Ilahu ni muabudiwa, na ikiwa ala al-itlaq ukaiacha ilahu, huenda pasikusudiwe Allah subhanahu wa ta'ala, au mwenye kusema Mungu kwa kuiachia huenda asikusudiwe Allah subhanahu wa ta'ala, ila tutaangalia makusudio na itikadi ya yule aliyelitamka hilo neno. Kwa wao wakisema God hawajaweka mipaka kwamba labda ni Allah, Yesu au ng'ombe, wanaingia miungu kwa mujibu wa itikadi ya yule mwenye kutizama na kuzingatia kile wanachokifanya. Nalizungumzia hili kwa sababu mimi pia nishawahi kuambiwa, baada ya kulitamka neno wacha Mungu katika mimbar, nikafuata baada ya hutuba nikaambiwa usirudie tena. Katika majina 99 yaliyothibiti kutoka kwa Allah hakuna jina Mungu. Haya ni masikitiko tu kuona kwamba baadhi ya madai wa Uislamu hata lugha yao ya Kiswahili hawaijui. Sababu majina 99 tunayozingatia ambayo yamezungumziwa katika Uislamu na katika nususu yamekuja kwa Kiarabu. Sasa wewe unatarajia vipi ukute neno Mungu katika majina hayo? Tunalikuta katika majina hayo neno Allah ambalo limetokana na al-ilahu. Ilahu wanatueleza ahlul ilm ni kwamba dhul-ubudiyya ni yule mwenye kuabudiwa kwa haki, ndio Allah, na hilo neno limetokana na ilahu. Kama tunavyosema katika Kiswahili tukisema Mungu, basi sisi Waislamu tunakusudia moja kwa moja kwamba Mungu huyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na Mkristo anaposema Mungu basi ni Yesu, na kadhalika mwenye kumwabudia ng'ombe anaposema Mungu basi anakusudia yule Mungu wake. Kwa hiyo wao waliposema God kwa maana Mungu, katika zile nominees wakaainisha ni Mungu gani wanamkusudia, wakasema creator of the universe, yule muumba wa ulimwengu. Na sisi tunaitakidia muumba wa ulimwengu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo waliainisha majina haya matatu, Mungu, mamas, ambayo mamas ilibeba dhamira ya walezi, kadhalika wakaeleza Kirsten Cruz, waandaaji wa filamu na waigizaji. Nominizi hizi tatu, ni nani kati yao ana uwezo wa kuutawala na kuubadilisha ulimwengu atakavyo? Walipopiga kura, Mungu alipata kura 0. Mamas ambao ndio walezi walipata kura 3. Waigizaji wa filamu na wacheza filamu wakapata kura 11. Subhanallah. Na kwa mujibu wa maelezo ya kwamba katika yale waliyozungumza, kana kwamba walieleza ile hali ya kwamba kudhoofisha ile nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ulimwengu wake, kwamba God creator of the universe hana uwezo wowote wa kuendesha na kuwabadilisha walimwengu wao au walimwengu wake atakavyo.
na kuendesha ulimwengu wanavyotaka. Na ndio maana leo hii wakitaka jamii ikithiri mashoga, kwa wao ni kazi rahisi. Zile content au maudhui wanayoweka katika filamu wanahudhurisha maudhui ya ushoga. Wakitaka jamii ya vijana wa kike na wa kiume watembee uchi, basi waigizaji wataigiza hali za kutembea uchi. Wakitaka watoto wa kiume wasuke, na wao waigizaji watasuka, na ulimwengu ndio unaelekea katika hali hiyo. Vijana wataelekea kule ambapo wacheza filamu na waigizaji wanakoelekea. Kwa maana hayo ndio waliokusudia wao kuyadhihirisha katika jamii, ya kwamba wao ndio wana uwezo wa kugeuza na kuupeleka ulimwengu watakavyo, na wala si Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo haya kwa yule ambaye atakuwa anaangalia basi na tadabbur, azingatie kinachokusudiwa, huenda akajikuta anapunguza tauhid, akaelekea kule wanapotaka wao, na akajikuta yeye amekuwa ni katika shabiki ambaye anafuata tukibubusa, na wala hazingatii na akusudii yale ambayo wanayakusudia wale ambao yeye anawafuata na kuwazingatia. Anaeleza al-Allama Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala katika kitabu chake Raqaiz fi tarbiyat al-abna, anasema waqad istajadda naw'an min ashab wal julasa fi hadha az-zaman lam yakun lahu wujudun fi zaman sabiq. Hakika imezuka aina mpya ya marafiki na wale wa kukaa nao, aina ambayo wala haikuwepo katika zama zilizotangulia. Wa huwa la yaqillu fi ta'thirihi ala sahibihi an sabiqihi, nayo wala haiko nyuma, haifanyi uchache katika kumwathiri rafiki yake kuliko ile aina ya urafiki ambayo ilitangulia katika zama zilizopita. Hii aina mpya iliyokuja ya urafiki ni aina ambayo inaathiri mno kuliko aina ya mwanzo ambayo ilikuwepo katika zama zilizopita. Anasema ala wa huwa alqanawat alfadaiya, nazo hiyo aina mpya ambayo anaizungumzia ya urafiki ni channel za TV wa mawaqi'ul internet na website za kimtandao, mambo ya internet, wa wasailu tawasul ijtimaiya na social media au mitandao ya kijamii wanahwiha na mfano wa mambo hayo. Anasema wallati yahmiluha al-abna fi aydihim wa athna'i fi aydihim aina ma kan, na yale ambayo au vile ambavyo wanavibeba vijana katika mikono yao popote wanapokuwepo, fi buyutihim wa athna'i khurujihim, katika majumba yao, lakini pia hata pale wanapotoka katika majumba yao wanakuwa navyo hivyo katika mikono yao. Wa hadhihi al-ajhiza in lam takun tahta mutaba'ati wa riqabati al-ada'i fa inna khataruha 'adhim. Na hivi vyombo, hivi vifaa, lau kama havitokuwa chini ya usimamizi wa kina baba na wakavichunga, basi kwa hakika hatari yake ni kubwa mno ala al-uqul wal adyan wal akhlaq wal adab. Hatari yake ni kubwa mno katika akili za vijana, katika dini na katika tabia, kadhalika na katika adabu. Wa nas ibadallah, hivi ni vitu ambavyo sidhani kama kuna katika sisi asiyekuwa navyo, lakini unavitumiaje? Sababu leo hii imekuwa ni ufahari mtu kuwa na TV ndani ya nyumba yake, na asiyekuwa na TV anaonekana mshamba, haendani na wakati. Lakini TV unaitumiaje? Hatari ni pale ambapo hiyo TV imekuwa ni sehemu ya malezi kwa watoto. Allah atunusuru katika hiyo. TV ilipoingizwa kuwa ni sehemu ya malezi kwa watoto, kwamba mtoto anapotoka shuleni, anapotoka kutembea au kucheza, akiingia ndani ya nyumba basi awekewe TV, atizame katuni, atizame seasoni, atizame vipindi vya ajabu na mengineyo ambayo yanapelekea kuharibu mjitamaa katika jamii, yanayorushwa katika hizo TV ambazo tunazilipia sisi kama kina baba au wanazilipia kina mama kwa ajili ya kuwalea kupitia vyombo hivyo watoto wetu. Nasi ibadallah, hawa tuliwazungumza ambao lengo lao ni kuwatoa Waislamu katika Uislamu wao, nyenzo kubwa wanazozitumia za kupotosha Uislamu ni hivi vyombo ambavyo tumevitaja, ikiwemo na TV na simu. Vyombo
mambo ya kusikitisha ni kwamba huwezi kukuta yale ambayo yenye kumnufaisha yeye kwa nafsi yake au dini yake. Utakuta social media ambazo kwa asilimia kubwa zimekithiri upotoshaji: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube na mengineyo. Allah atunusuru katika hayo. Ndugu zangu katika imani, haya mambo ikiwa sisi wenyewe tumeshindwa kujikontrol katika kuyaendesha na katika kuyatumia, basi athari kubwa imekuja kwa vijana au kwa watoto wetu pia. Lakini kwa wale ambao wana TV ndani ya majumba yao na wakawa wanaamini kwamba kuwepo kwa TV ndani ya nyumba yao wala si sababu ya kupoteza watoto wao katika akhlaq na malezi, basi